Timu zote hizi mbili zinakutana zikiwa hazina makocha wake ambao walisimama kwenye mabenchi ya ufundi ama viongozi waliosimama kwenye. Mimi Pantev alikuwa ananichanganya bora hata mimi naanilia kwa sababu kuna muda kocha, kuna muda meneja. Sasa kwa nini hapo alikuwa anachanganya yeye? Mimi ndio alikuwa ananichanganya. Wewe ndio alikuwa unakuchanganya. Kuna muda, yani kuna muda mara unamtaja kocha, kuna muda natakiwa kumbe awe meneja. Hasa mimi kwa sababu lakini mimi namuona ni kocha. Wewe unamuona kocha? Mimi sasa alikuwa ananichanganya. Yaani swala la meneja. Kuna mtu ukimsoma, kuna mtu unamtangaza kocha wa Simba na kumbe meneja. Meneja wa Simba Dimitar Pantev unarudi tena upya. Kwa hiyo mchanganyiko kwanza mimi nashukuru ameutoa. Sasa kumfukuza kazi. Kumfukuza kazi. Afanye leta sasa kocha. Kwa hiyo umefurahi kufukuzwa kazi? Sijafurahi, mimi alikuwa ananichanganya. Timu zote mbili. Yaani mimi alikuwa ananichanganya. Kwa mfano Andrew Kinga Mkono, mimi nianze kuchanganya kocha Andrew Kinga Mkono. Baadaye unakumbuka sio kocha ni meneja. Okay, meneja Andrew Kinga Mkono. Lakini wao walishasema mapema kwamba huyu ni meneja. Anachanganya sasa. Sasa mazoea yako ukiendelea kumuona pale kwenye benchi la ufundi ndio unachanganyikiwa kabisa. Kumuona hata Ferguson alikuwa meneja. Meneja wa Manchester. Ni kweli. Lakini mimi alikuwa ananichanganya. Wewe sema tu umefurahia kwenye kile ambacho kimetokea. Hapana, siwezi kufurahia mtu kufukuzwa kazi. Sina garo hizo. Siwezi kufurahia. Lakini alikuwa anakuchanganya, si umesema mwenyewe alikuwa ananichanganya kwenye kazi. Akisa si ndio umesema ni bora alivyoondoka ili asikuchanganye zaidi. Yeye akija meneja mwingine. Hawezi kuleta meneja mwingine. Anakuja kocha. Anakuja kocha. Mchezo wa Simba dhidi ya Mbeya City. Malala Hamsini hayupo kwenye benchi la ufundi la Mbeya City. Lakini pia tuseme hata yule ambaye alikuwa anasimamia benchi la ufundi la Simba, meneja Dimitar Pantev, naye hayupo kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Anachukua majukumu yake Selemani Matola ambaye kocha. Sasa kocha Selemani Matola ambaye alikuwa awali alikuwa msaidizi wa Dimitar Pantev, alikuwa msaidizi wa Fadlu Davis. Anachukua majukumu. Kuna kitu gani ambacho Matola anaweza kakizungumza kikaleta upya kwenye hii mechi dhidi ya Mbeya City? Lakini pia kocha wa muda ambaye atakuwa na Mbeya City atazungumza kwa sababu anakutana na watu wawili ambao kama wameachwa. Ushakutana na watu wawili ambao wameachwa. Wanashare hisia. Wanashare hisia. Wote sio na uchungu. Kwamba bana tukutane sisi ambaye tuna uchungu wetu hapa tufanyaje? Kwa mechi sare. Sasa mechi sare. Tunashare hisia maana mechi sare. Wanazungumza kuhusiana na waliopitia. Tunapitia magumu. Unaonaje huu mpango wa makocha wote hao muda ambao wapo na hizo timu kuelekea kwenye mchezo leo? Matola yeye ana faida zaidi kwa sababu yeye amekaa na timu siku nyingi. Anaijua Simba kuliko huyo ambaye Simba bado hatujamsikia akitangaza kama ni nani au ni msaidizi na msaidizi walimuondoa. Msaidizi kutoka msimu uliopita. Msaidizi naye aliondoka. Mwangata walimuondoa. Mwangata yupo toka timu iko championship. Waliondoa kila kitu. Kocha, daktari, kocha makipa na msaidizi. Watu wanne. Sasa sijajua ni nani. Mwangata ndio anabaki na timu. Mwangata ambaye alikuwa ni kocha msaidizi? Ambaye Mwangata ni kocha magolikipa. Ambaye pia kwa nafasi yake alikuwa makipa na amefukuzwa. Kocha makipa na amefukuzwa. Tunachokwambia kaka. Ambaye hapo nafasi yake alikuwepo pia Mweta. Ambaye pia Mweta Malali na madaktari na wametolewa. Kwa hiyo timu ibaki na Mwangata. Mwangata alikuwa na hii timu pia toka mwaka jana wakiwa championship. Akiwa na Malale huyu anamaliza. Toka kabla hata Malale kabla walipokuwa na Mayanga. Mayanga ndo alienda na Mwangata pale. Kwa Mayanga alipoondoka akamwacha Mwangata. Akaja Malale. Malale akaja na benchi lake jipya la ufundi, ikaa yupo. Kwa hiyo walivyofukuzwa wamefukuzwa wote wamemwacha tena timu. Kwa hiyo anaijua. Ila kinachokosekana kwa Mwangata kwamba yeye professionalism yake ni kocha magolikipa.